Mimi la kwanza naomba wanipokee kama maamuzi Mheshimiwa Rais kuniweka kwa sababu mimi nakuwa kama kiongozi, lakini ni kazi jumuishi, ni kazi yetu ya pamoja, na kama manispaa yetu sasa hivi tunataka tuifanyie manispaa pambe, yani iwe mjini mkweli. Unajua mimi mwenyewe nakaa huko kwa hiyo mimi hata sikudanganya, changamoto nazijua katika wakaazi wa mjini wa Magharibi B na mimi nimo. Kwa hiyo naamini tutafanya kazi kwa pamoja, kwa ukaribu, kuiboresha na ifike pahali kwamba zikiangaliwa hizi manispaa za Zanzibar yetu sio namba S, ndo namba 1. Hapo unaposema pambe mkusudia. Kwani pambe uzuri si Uislamu nadhifu usafi kama kila yani unajua mambo yangu. Alafu upendi kwanza kusema mambo mengi kwanza. Unajua vitendo ndio vitakavyosema. Swala la usafi ni swala jumuishi. Sisi kama manispaa tunakuwa viongozi wa usafi, lakini kila mwananchi ana jukumu la kuweka usafi katika eneo lake, unajua. Kwa hiyo kubwa ni kuangalia namna gani changamoto zaidi ziko vipi, kuna sehemu gani unaweza kuimarisha zaidi. Kuna ni jambo ambalo la kuangalia namna, kwa sababu kila kitu kinakwenda na fedha na majukumu, kwa sababu na wananchi sio tunataka usafi, na sisi pia tunataka makusanyo yaboresheke, tupate pesa tuzikusanye. Tunajua mambo gharama. Kwa hiyo inabidi hayo mambo tutazidi kuwa tunawasiliana, na mimi tutakuwa na ukaribu zaidi kama wana vyombo vya habari kuwajulisha wananchi maelekeo, mipango iko vipi na namna gani tunaweza kufanya kazi kwa pamoja kwa maslahi na mustakabali wa nchi yetu. Wanajua walikuwa wengi wanaonitizama na wengi wanaoniona kwenye mitandao watakwambia sasa tunakuona kwenye mtandao tu. Labda niwaambie kwa majukumu haya Mheshimiwa Rais ameamua kunileta karibu yao zaidi. Kwa hiyo takuwa of course kuna field trips nyingi tutapita kwingi. Kwa hiyo naamini sio nasaha hazitakuwa tu kwenye mtandao. Sasa tutakuwa tunakutana moja kwa moja, ana kwa ana, mmoja kwa tutakuwa karibu zaidi na wananchi. Mimi nishukuru mwito huu wa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Mjini Magharibi kwa kushirikiana na Mkuu wa Wilaya ya Magharibi B kwamba wametupa maagizo ya changamoto ya migogoro ardhi. Ni kweli sababu zinakuwa zipo za migogoro ardhi, lakini pengine wakati mwingine zinachangiwa na wenyewe wananchi. Kuto kuuza sehemu, lakini kuto kumshikisha share kwenda kutaka ushauri. Na mara nyingi wanakuwa wanatumia na sheria. Sasa panapotokezea mgogoro ndio unaonekana wewe share kwamba umesababisha ule mgogoro. Na sisi kama mashare tutayachukua kwa kwenda kuyafanyia kazi ili asiweze kutokeleza tena hayo matatizo. Na hususan kama nilivyosema, matatizo hatokezei kwa masheha, hata na wanasheria nao wao miongoni nao pia wanasababisha migogoro katika shehia, kwa sababu wanakuwa wanafanya maamuzi na wananchi bila shehia kushirikishwa. Unapotokea mgogoro unakuja kuambwasha wewe, unaenda kutatua, lakini baadaye linageuka linakuja kwa shehia. Lakini kwa yote tutajitahidi kadiri ya uwezo wetu kuyafanikisha kwamba yasitokezee tena katika mkoa Mjini wa Magharibi na hususan kwa Magharibi B. Migogoro ya ardhi iko kila pahala. Kwa mfano wenzetu kule Tanzania bara unakuta ardhi ya kule kubwa, na kama itagaiwa basi kila mtu anaweza kupata karibu kama kilomita 5 mpaka 10 na bado ardhi ibakia. Lakini ardhi ya Zanzibar ndogo sana. Kwa hivyo lazima afikirie ule uingiaji wa watu unasababisha vile kupungua na ile ardhi yenyewe, kwa sababu ardhi haiongezeki isipokuwa kila siku inapungua. Mahitaji ya watu ya makazi, ya kulima na mambo mengine ya huduma katika ardhi yanakuwa yana shida. Kwa kiasi fulani ndo matatizo yanatokea, kwa sababu kila mtu analazimisha kwamba lazima awe na eneo, na kuwa na eneo kunahitaji mambo matatu: aidha kurithi, kununua au kupewa hiba. Lakini haya hapatikani. Mtu akiingia basi. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mshindo TV.